pwani yenye dhahabu safi sana, ambayo yang'aa kioo. Bwana amewatengenezea wote ambao watavumilia. Pwani yake ni safi, kioo safi, ni safi, safi sana, kioo safi. Kutakuwa kuna njaa, kwani Bwana atawashibisha. Kutakuwa kuna giza, nuru ya Kristo itang'aa. Baba mtakatifu, mwaminifu na wa haki, tunakushukuru kwa sababu ya matendo yako makuu katika maisha yetu. Tunakutukuza kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu. Baba Yesu Kristo, masana majira haya umetukirimia siku ya leo, ukatuwezesha Baba yetu tarehe 30 mwezi wa 4 Masihi, ambayo ndio siku ya mwisho ya mwezi huu Kristo, mwaka huu 2025. Baba, tunakusifu, tunakushangilia mchana huu. Asante kwa sababu umetukirimia neema yako kuu. Baba yetu, umetulinda hata sasa. Bwana, tunasema ni asante. Wametamani wengi hawakuweza. Tunakushukuru Baba, tukizidi kutetemeka na kuungama. Bwana, ukazidi kuachilia utakaso katika maisha yetu, roho zetu Baba, mili yetu, nafsi zetu Masihi, ili Bwana wa majeshi tukuabudu katika roho na kweli na kukutumikia Kristo. Baba wa majeshi, chochote tunachokitenda kwako kikakubalike Masihi, maana Bwana unathamini tu utakatifu na si vingine. Roho Mtakatifu tusaidie Bwana wa majeshi, ili Bwana tudumishapo hilo, tutoapo ibada ya ndani Baba wa majeshi na vya nje Kristo vipate kibali machoni pako. Roho Mtakatifu, tunajua ya kwamba Yesu imekupendeza, katuaidia ya kwamba Bwana tusihofu sisi kundi dogo, kwa kuwa umetuaidia Kristo. Baba, umeazimia na kutupa huo ufalme Masihi. Nasi Bwana wa majeshi Baba, tunatumaini moja ya kwamba tutashinda Yesu Kristo. Kwa msaada wako tu kuone Mungu wa majeshi. Tunalo tumaini na imani kubwa ya kwamba Masihi utatuvusha ng'ambo ya pili, katika hiyo pwani ya Yesu dhahabu safi Baba, na vita vya thamani. Nani kama wewe Yesu? Maana Bwana wa majeshi, safari hii sio bure Kristo. Tunalo tumaini, tunalo taraja Bwana. Tuna Kristo Yesu, tumaini lililo hai katika wewe, ya kwamba wewe ni muweza Masihi. Sio bure Kristo, na haitakuwa bure kazi hii. Baba wa majeshi, utaokoa watu wako, unazidi kuokoa watu wako. Nani kama wewe? Jina lako libarikiwe. Jitwalie utukufu sasa. Takasa kila nafsi kwa damu yako takatifu. Roho Mtakatifu, mbele zetu ni chakula cha uzima. Baba, tunapoenda kumega mkate huu, Yesu Kristo, kasafishe, katakase ufahamu wangu Yesu. Baba wa majeshi, funga ya kwangu yote, yazuilie Kristo Yesu hata mojawapo, bali sasa achia ya kwako, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Asante mwaminifu na wa haki. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Haleluya. Amina. Nakusalimu mpendwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ni mwema kwetu. Ametukirimia neema hii, ametukirimia uzima, ametukirimia ushindi. Tumeshinda mengi usiku kucha. Yesu ni mwema zaidi. Kwa hiyo thawabu ya wenye haki ndo ujumbe wetu. Thawabu ya wenye haki, ama
malipo ya wenye haki. Maandiko huwa yanatuambia kwamba kuna mambo ambayo Bwana amewaandalia wampendao, watakaoishinda dunia, watakaoshinda ya ulimwengu, watakaopiga vita vizuri vya imani, watakaomaliza mwendo salama na mwisho kuilinda imani. Hao ndio wataheshimiwa sana juu. Tumsifu Yesu Kristo. Sababu Bwana ni mwaminifu zaidi. Hata acha maneno yake yatanguke kivyovyote vile, yeye hana kigeugeu kama wanadamu, ambaye hata acha neno lake hata moja litanguke kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tusichoke katika kuhimizana katika hii safari, tujue ya kwamba yote 9, yote ambayo tunayafanya hapa, yote 9, 10, mwisho tumaini letu ni kumwona Mungu wa majeshi. Na safari Waswahili wanasema ya kwamba msafiri ni aliye bandarini. Unajua, lazima tuanze kuonyesha nia leo, ikiwa tunakusudia ule ufalme, ikiwa tunaazimia kuona ule ufalme, ikiwa tunaazimia kuingia ule mji, basi si hatupanii tu ya kwamba tukaingie tu basi, bali tunapania ya kwamba tuzae matunda kwanza, tuzae matunda, tufanye wanafunzi wa Yesu Kristo, maana hilo ndilo kusudi tuliloachiwa. Hilo ndilo jukumu tulilopewa na Bwana wa majeshi, ya kwamba tukafanye matunda, tukazae matunda. Haleluya! Ili tusiingie na sisi, maana tutadaiwa zile talanta tulizopewa. Bwana Mungu wa majeshi siku ile tutaenda kutoa hesabu. Talanta ni ile neema na vile vipaji tulivyopewa kadri ya mtu alivyojaliwa katika kipimo cha neema, maana andiko liko wazi ya kwamba kila mtu ana kipimo cha kadri ya neema kama alivyojaliwa. Kwa hiyo talanta hiyo, karama hiyo uliyopewa, kipaji hicho ulichopewa kwa msaada wa Roho Mtakatifu pamoja na hiyo neema, basi ikiwa tutaichimbia chini isifanye matunda, isizae matunda, basi siku ile tutanyang'anywa. Inapolala ya kwamba sasa umeokoka, nasema ya kwamba sitaki kujihusisha na vitu vingi, sitaki kuhubiri Injili, sitaki kushuhudia wapendwa, sitaki kufanya hiki na hiki, ninataka tu nijitakase tu, nijifungie tu mahali nijitakase, nimngoje Yesu na usizae matunda. Basi mwisho ndo mfano wa yule mtu ambaye alinyang'anywa hata ile aliyekuwa nayo moja, maana alienda akaifukia chini. Umezaliwa ukazae matunda. Nuru ya Kristo imeangaza ndani yako ili na wewe ukaangaze, ili sasa, kwa kuwa sisi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika. Nuru ikiwa katika mji, ukiwa juu, mji ukiwa umejengeka, basi una nuru ambayo ni Wakristo wako pale. Huo mji hauwezi kusitirika. Sifa zake, mienendo yake, mazungumzo yake, tabia za watu katika huo mji, basi zitafanya nini? Zitaangaza. Kwa hiyo ndo nuru ya ule mji haitasitirika, lazima zile sifa zitaenea yale maeneo kwa jina la Yesu Kristo. Basi ndivyo ilivyo, sisi ni nuru ya ulimwengu. Haleluya! Basi ikiwa tutakosa kuangaza wakati Yesu amemulika nuru ndani mwetu, itazimika, maana huwa inaendelea, inachochewa. Unajua, mwana wa Mungu anapopokea wokovu, huwa kuna moto tayari unawaka juu yake. Ndio maana mara nyingi, unajua, wana wa Mungu huwa hawapendi sana, wanachukulia mambo kawaida. Mara nyingi unapokuwa mtu wa kudumisha maombi, mifungo, mikesha, nini, unazama katika maandiko,
uwe unachochea ile nuru iendelee kuwaka juu yako. Ndio maana wakati mwingine unakutana na mtu hataki kutazama kabisa machoni, hataki kukaribia kabisa, unafikiria kwamba mmegombana. Hapana, ni ile nuru. Usishangae, mwana wa Mungu wa majeshi, wewe ni nuru ya ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Utakutana na watu tu hataki kukutana na wewe kabisa, wala kukutazama machoni, usoni kabisa. Hataki, anasogelea mbali. Kijaribu kumwangalia, anaendelea kupinduka tu akienda upande. Basi wewe ni nuru ya ulimwengu kwa jina la Yesu Kristo. Dumu katika kutenda lililo haki. Usipodumu katika kuchochea ile nuru, ule mwanga, kupitia nini? Kupitia mifungo, kupitia maombi, kupitia mikesha, kupitia kusoma neno, kupitia kushuhudia ndugu, kupitia kushiriki katika kazi za kuchangia na msaada pale kanisani, vitu vya kumtukuza Mungu, kupitia kuendelea kusaidia watu wapenda wengine walio katika matatizo. Basi na kutenda mema, kutendea watu wote mema, pasipo kujalisha kwamba huyo ameokoka, yule hajaokoka. Basi mwana wa Mungu wa majeshi, ile nuru itazimika. Maana hayo ndiyo matendo yanayochochea ile nuru iendelee kung'aa, na ndiyo matendo ambayo yanatutumia hazina juu, zinazojenga makao ambayo tutaenda kukaa siku moja kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuambia mara nyingi ya kwamba vile ambavyo na sisi tuna makao hapa na kule juu tutahitajika kuwekeza. Sasa basi, utaendaje mahali ambapo hujawekeza? Haleluya! Maana kila aendaye kwa Kristo lazima ajue ya kwamba kuna kuwekeza katika ufalme wa mbinguni. Huku kuwekeza ndo kunatuma zile vile vifaa vya kutujengea majumba ya kifahari ambayo tutakwenda kukaa juu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya! Mtu mwingine anaweza asinielewe leo, lakini Yesu Kristo akusaidie utakaposoma waraka wa kwanza wa Korintho 1:3 kushuka kuendelea. Basi Mungu akueleweshe na siku moja akufunulie hilo kwa jina la Yesu Kristo, jinsi ya kuwekeza juu, ujenge kupitia mawe ya thamani, ufanye mwito wako, utimilize wajibu wako kwa bidii, ndo utajenga katika vitu vya thamani. Tumsifu Yesu Kristo. Maana watu wataheshimiwa kwa vitengo mbalimbali kwa jina la Yesu Kristo, kadiri walivyoleta watu kwa Mungu. Haleluya! Kadiri walivyoeneza jina la Mungu wa majeshi. Haleluya! Kadiri walivyoongoza watu wengi katika njia za haki kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo usitafute sifa za hapa, usitafute vyeo vya hapa, usitafute umaarufu wa hapa, usitafute kutambulika na watu, usitafute kujithibitisha mbele za watu. Wacha Mungu mwenyewe akuthibitishe, kisha kwa wakati wake, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Kwa hiyo wana wa Mungu wa majeshi, ipo heshima imeandaliwa. Na yote haya yanafanyika kwa sababu gani? Kwa nini tunasisitiza mambo haya? Ni mambo ambayo mara nyingi hatujayasikia kwa muda mrefu katika makanisa yetu. Mara nyingi mambo ya ufalme wa mbinguni hayapo. Kwa muda mwingi mambo yamekuwa ni ya baraka na kutumainisha vitu vya hapa. Vitu vya hapa si vibaya kupata, lakini kwanza msingi wa Injili ulikuwa ni Yesu, Yohana, mitume, manabii. Tubuni, maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kuacha maovu, kutenda mema, kushughulikia, kuangaikia ufalme wa mbinguni, ili haya mengine yote tutazidishiwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Si kwamba tusiyatafute, lakini tumtangulize Mungu kwanza kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu ndo ufunguo. Kibali cha Mungu kikutangulia, kazi kutanyooka. Lakini ukimnyima Mungu nafasi, basi njia zako nazo zitakunjwa. Haleluya!
Ujapofanikiwa, mafanikio yatakuwa kwa kitambo tu, na usipochunga hayo mafanikio yanaweza mwisho akakuingiza shimoni, kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo. Maana Mungu yeye, kitendo cha kutaka yeye tumjue kilikuwa ni tumwabudu katika roho na kweli, ili yeye mwenyewe atupe mwelekeo na njia sahihi ya kumfikia, kwa jina la Yesu Kristo. Karama zake hazina majuto. Hakuwaipenda mwanadamu yeyote aangamie. Hakifurahiki kabisa kifo cha mwenye dhambi. Ndiyo maana anatumana. Haleluya. Anatuma watu kwetu, tunaota ndoto, tumepewa maandiko matakatifu mbele zetu. Haleluya. Basi, heshima kwa waaminio. Malaki 3:16 mpaka 18. 16 inasema hivi: ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Haleluya. 17 nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. 18 ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Haleluya. Mwana wa Mungu wa majeshi, watu waliomcha Mungu walisemezana, waliangalia katika mambo ambayo yalikuwa yanaendelea, wakaanza kusemezana huko kumtumikia Mungu kama vile tu. Kwa hiyo kama vile tu ambavyo sisi tunapenda kusemezana tukinungunika, mbona tumefanya hivi, mbona tumejaribu hivi, mbona tumejitahidi sana kumtii Mungu, lakini matatizo na shida zinaendelea. Mbona watu wasiomwamini Mungu ndo wanaofanikiwa? Mbona tangu nije kwa Yesu hizi shida zikomi? Mbona hizi dhiki zimenisonga sana? Mbona nimekuwa na misongo ya mambo, taharuki, shida, vilio, taabu? Haleluya. Mbona misukosuko hii hainiachilii tangu niije kwa Yesu, tangu nitangaze msimamo? Haleluya. Hujue ya kwamba dhahabu husafishwa sana kwa moto, husafishwa kwa moto sana, na lazima ule mti ulio na matunda utikiswe sana, ili sasa. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana wa Mungu wa majeshi, dhahabu itapitishwa katika moto mkubwa, na inapochomoka inafika upande wa pili, basi inakuwa inang'aa kabisa, safi, kwa jina la Yesu Kristo. Huo wote ni udhabiti wa imani. Tunajengeka katika hizi shida zote, katika vilio, katika taabu, katika dhiki, katika kukosa, katika kudharauliwa, katika kuumizwa, katika mambo mengi ambayo yanatendeka katika maisha ya mwanadamu. Maisha ya muumini wa kweli sio rahisi, tofauti tena na vile ambavyo mnaambiwagwa ya kwamba kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna raha baada ya kushinda. Huu ndo ukweli ya kwamba raha ya Kristo unaienjoy kile kipindi ambacho ndani katika moyo, maana hakuna raha ambayo mwanadamu anaweza kuipata katika dunia kama aliye katika Kristo, maana ana amani ya moyo. Raha ya uzima umo ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Ameutoa mwili wake, ameyatoa maisha yake kwa Yesu. Kila kitu, kama ni kuishi, anamuishia Kristo, kama Paulo anavyosema, kama ni kufa ni kwa ajili ya Kristo, basi kama nikiishi ama kama nikifa, basi ni kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Na isitosha, anasema ya kwamba
ya kwamba hata katika mauti yangu nitamwadhimisha Kristo, hata ijapokuwa ni kwa mauti yangu nitamwadhimisha. Haleluya! Hiyo ndiyo njia ya haki, wana wa Mungu wa majeshi, ya kwamba maisha ya mwenye haki. Daudi naye alisema, tunawasoma watumishi wa Mungu, tujifunze maisha ya wenye haki yakoje. Haleluya! Daudi naye alikutwa na misukosuko mingi mpaka akaandika ya kwamba maisha ya mwenye haki yamejawa na misukosuko mingi. Haleluya! Na huwa ni Ayubu pia akathibitisha kwamba ni fupi tena chache mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni fupi tena ni chache na zimejawa taabu. Daudi naye anasema ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, wasio haki hufanya shauri ili wamwondokeshe masiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Wamwondokeshe Bwana na masihi wake. Wana wa Mungu huwindwa. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Wapendo wa Mungu wa majeshi, kwa hiyo watu wakanung'unika wakisema kumtumikia Bwana hakuna faida. Walilung'unika wapi? Bwana anaanza kuwaambia katika mstari wa 13 ya kwamba maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? 14, mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani kwa kuyasikia maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Sikia, tumepata faida gani? Tumehuzunishwa, tubuni, tubuni. Hata watu wanakusanyika, maana mambo yanayofunuliwa katika ulimwengu wa roho, watu wanakusanyika, wanajitenga, wanachoka, wanaamua kujiondoa. Sasa wanaanza kufanya yao. Tumezoea. Haleluya. Je, ajapo mwana wa Adamu ataikuta imani aliyoiacha duniani? Tumsifu Yesu Kristo. Atakuja makanisa yakiwa yanakesha, na kanisa ni mimi na wewe. Atakuja makanisa yakiwa yamejitakasa. Atakuja makanisa yakiwa yamelala usingizi wa dhambi, makanisa yakiwa yamelala katika imani, yamechoka na habari za uamsho, yamechoka na habari za utakatifu, yamechoka na habari za kuhimizwa, yamechoka na habari za kuonya kuhusu dhambi, yamechoka na habari za kutembea katika njia ya haki na kutenda matendo mema. Tumsifu Yesu Kristo. Yamechoka katika habari za msamaha, habari za upendo kama ndugu. Tumsifu Yesu Kristo. Je, yatachoka kumwabudu Mungu, yageukie miungu, mitandao, TikTok, Facebook, WhatsApp, Imo, Twitter, YouTube, Instagram? Haleluya, haleluya. Vyama, maana ni rahisi kukusanyika kwenye chama, ni rahisi kupiga kelele kabisa kwenye chama, lakini kwa Mungu, hata ijaposema Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo, bubu. Haleluya, bubu. Lakini kwenye chama napiga nduru zote, kwenye vibanda vya mpira, kwenye mikesha, kwenye mabaa, tuna sauti za kumwimbia na kumtukuza Shetani. Tunapenda kurudia nyimbo za kidunia tukiimba, lakini tujaposema na tumwabudu Mungu sasa, hakuna sauti. Unajua mimi nilikuwa naenda huku, unajua sauti yangu huwa ni mbaya. Lakini akiwa kwenye shughuli zake, ndio yule amekazana, anaimba bongo flavor, anaimba hip hop
Ndio yule sijui anaimba midundo yote ya kidunia, si Lingala, si rumba, si kila kitu anavyo, nyimbo za kidunia. Lakini katika Kristo kumwabudu Mungu, wapendwa, hizi starehe za dunia hizi ni za kitambo tu. Hizi zina mwisho, zinapita kama moshi. Unajua wanasemaga ujana ni moshi. Maisha ya mwanadamu ni kama mvuke, umekuwepo, umeyeyuka, haupo. Ndivyo maisha ya mwanadamu yalivyo. Lakini Yesu ni wa milele. Ni wimbo gani wa Yesu ambao uliisha fashion? Hakuna, bado zinaimbwa. Hata na malaika wanatukuza milele, atatukuzwa milele. Lakini za hapa duniani tulikuwa tunafikiria ya kwamba hao watu wao wanaimbia mabinti, hao watu wao wanaimbia wake zao, hao watu wao wanaimbia wapenzi wao. Kumbe wanaimbia malkia wa baharini, wale mermaid spirits. Na nyimbo zimesimikwa, zimewekwa uvuvio na moto wa kimapepo, kiasi kwamba mtu akiusikia, yani anasikia kiu kabisa cha kuendelea kuimba. Mwisho unamsimika katika maagano, na nafsi yake inakuwa iko na kifungo kuzimu. Ameingizwa katika agano kupitia muziki. Lakini akiambiwa mambo haya anasema hapana, walokole ni wajinga na ni wapumbavu. Injili imeletwa na mzungu. Huo ni uchafu. Huo ni utumwa. Mzungu alikuja na bunduki na Biblia. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanadamu haamini mambo haya, lakini maisha ni katika roho. Na ukitaka kujua hivi vitu vina kifungo, ni ile siku ambayo utatoka kwavyo. Ni ile siku ambayo utaanza kujitoa, ndo utaanza kuona sasa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo heri leo kabla hujazama. Wengi wameshindwa kukiri, wameshindwa kutoka, lakini leo hii wako kuzimu. Mapepo yanadai, yanapasua mioyo yao yakitoa nyimbo ambazo za kidunia, ambazo zilikuwa ni zao zinawatukuza. Wanafikiria kwamba wanaimbia mabinti, wanaimbia wanaume, kumbe wanaimbia maroho ya kuzimu, malkia wa baharini. Wengi wameoana na majini. Tumsifu Yesu Kristo. Na kupitia sifa hizi kwa mapepo, nyimbo zinakuja hata zimevuviwa, zinatoka kuzimu, zinawekwa. Maana kwenye studio za muziki pia kuna mawakala wa shetani, wanabadilisha. Hata huyu mtu akiwa ana utunzi mzuri, wanambadilisha. Ndio unaona albamu ya kwanza imekuwa nzuri sana, inamsifu Mungu. Ya pili, kwa sababu anataka kuwa upgraded, ya pili inakuwa safi, mwisho inakuwa imeondolewa maneno mengi, haina utukufu wa Mungu, anakuwa ameisha. Amepeana utukufu wa Mungu, akapewa utukufu wa giza. Akaona afurahishe dunia kwa macho ya nje, lakini amhuzunishe Mungu katika ulimwengu wa roho. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Mwanadamu, itakufaidia nini kuupokea ulimwengu wote, lakini mwisho wake hukumu ya milele? Itamfaidia nini mwanadamu? Haleluya. Bwana wa majeshi anapotoa mambo haya anatuhurumia. Bwana anatupenda. Nyimbo nyingi tumekuwa tukizisikiliza, miziki mingi tunakuwa tunaiimba. Hata tahadhari sana, mwana wa Mungu. Ndio maana maandiko yanasema, Yoshua 1:8,
hicho kifungu kisiondoke kwako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa humo. Wapendwa, tujitahidi. Najua mwanadamu ana hali ya udhaifu, lakini jitahidi. Ndugu zetu wamejitahidi, wameshinda. Je, sisi tutasema hatuwezi? Na tukisema hatuwezi, wale walioshinda watatuhukumu sisi ile siku. Tutaulizwa, je, kwa nini waliweza? Hatutakuwa na udhuru wa kujitetea. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Ndiyo maana maandiko yanasema ya kwamba ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Walio na nguvu ndo wanaojiingiza, wanaoingia katika ule ufalme. Nguvu za Roho lazima utakunyima wokovu wa kweli, utakunyima vitu vingi ulivyokuwa unapenda. Utakapodumu katika kutafakari neno mchana na usiku, maneno ya Mungu yatareplace yale mawazo machafu, zile nyimbo chafu mbaya mbaya ambazo ulikuwa umeiga, zile filamu chafu ambazo ulikuwa unazitazama. Neno litafuta, litatakasa. Ndio maana Yesu anasema, Baba, watakase kwa ile kweli. Kwa hiyo neno lisipotutakasa kufikia viwango vya kutafakari, tuketipo, tulalapo, basi haliwezi likatutakasa ndani. Lazima tupate nafasi ya kulitafakari ndo litutakase. Huku ndiko kutakuwa njia nzuri sana ya kutulia mbele za Mungu, na kwa njia hii tutamtumikia pasipo kujikwaa. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliomcha Mungu walisemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikia. Maana walikuwa wanasema ya kwamba kumtumikia Mungu hakuna faida. Tumepata faida gani? Mwana wa Mungu wa majeshi, unaposhindwa kutafakari neno likatakasa, likaondoa huo uchafu, bado huo uchafu ambao uko ndani utaendelea kukutuma. Si usikilize tena. Hata utaanza sasa kuweka, hata kama uweki earphone kusikiliza, utaanza sasa kuenda ile dhambi na kutuma tu, kaangalie tena. Utatubu tu, hata kama ni uchafu, kaangalie tena. Dakika 2 tu, ingia tu TikTok. Dakika 2, ingia tu YouTube. Saa itaisha. Zilikuwa dakika 2, nusu saa imeenda, lisali moja limeenda. Yani unapata mwisho wa siku umemaliza, hujafanya chochote, umebaki una wasiwasi, una mashaka, kichwa kinauma, hujaongeza chochote. Maana shetani anasema tu endelea, na kuchochea tu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Mitandao hii imekuja kwa lengo, hizi platform nyingi ambazo naziona zipo, ukiitumia vizuri itakuletea utukufu, lakini ukitumia vibaya, ikiwa huwezi jizuia, mwana wa Mungu, hapa ndo maandiko wewe yanasema ya kwamba ukiona mkono wako wa kuume unakukosesha, ukate. Ukiona mguu wako unakukosesha mmoja, ukate. Si kukata mguu, kukata hiki kitu ambacho kinakuzuia. Haleluya. Vitu ambavyo vinatuzuia viondoe kabisa katika maisha yako. Zuia kwanza kwa jina la Yesu Kristo, ili utakapozama kwa Mungu sasa akakutakasa na huo uchafu, sasa ukajazwa Roho na nguvu za kushinda, basi utarudi sasa uanze kutumika kwa uaminifu kwa jina la Yesu Kristo. Lakini vinginevyo mpendo, huwezi shinda. Kwa hali hizi tu,
Mara nyingi tunamjaribu shetani, na ukimbipu shetani, ukimflash shetani, atakupigia tu. Nenda tu kidogo tu, ingia, endelea kuscroll, nenda, vinaanza kukuvutia, enda. Sasa unaanza kutafuta, unazama ndani mpaka unakuwa addicted kabisa. Unaanza kutafuta site nyingine, unakutana na watu mapepo. Unaanza kuona kawaida kuangalia vitu ambavyo ulikuwa unaona ni dhambi, lakini vinaanza kugeuka sasa. Unaanza kuona sasa uzuri, kwa sababu limekuvaa ile roho. Tumsifu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kwa hali hii utakuwa unajiona ukitamani kumtumikia Mungu, unajiona ya kwamba una hatia, hustahili. Mwisho shetani anakubamizia mlango nje, anakuwa amekufunga. Sasa huwezi tumika, sasa umebaki nje. Ujaposema jamani wa huduma, jamani hiki na hiki, hata kanisani huendi, hata kwaya uimbi. Njoo kwa Yesu ndugu yangu, rudi kwa Yesu, muda ungalipo. Mrudie Mungu kwa kumaanisha. Jiulize, simu tu ikukoseshe ufalme, simu tu ikutoe kwenye mwito. Ni kitu gani? Haleluya! Simu unanunua leo, kesho imeharibika, kesho kutwa sijui imefanyika nini, ikukoseshe kwenye ufalme, uzima wa milele. Haleluya mpendwa. Utalinganisha Mungu na nini? Mtandao utasema unaondoa hofu, unaondoa huzuni, unaondoa mashaka. Kwa dakika ngapi? Wengi wanatoka mitandaoni, wanaenda wanajinyonga, wanaiga machafu, mwisho wana commit suicide. Wanaiga vitu vichafu, vinaharibu ndoa zao, vinaharibu maisha yao. Tumsifu Yesu Kristo. Mitandao hii, wana wa Mungu wa majeshi, ni ujasiri gani ambao unapata kujiposti kwenye mitandao? Kujiposti kabisa, ukionyesha figa yako, unaanika kifua chako wazi tu, sijui umeenda bichi, sijui uko wapi. Ni ujasiri gani ambao unapata kujianika kwenye mitandao mbele za mapepo? Maana mtandao ni soko la mapepo. Wengi ambao wao wanawatumia friend request, nyinyi hamjui. Tazama kwa macho, wengi kabisa ukifunuliwa katika ulimwengu wa roho ni mapepo. Na ndio maana utakuta wanashare uchafu wote. Wengi, asilimia kubwa, 95% ya content ambayo iko kwenye mitandao ni mapepo na mawakala na majenti wa giza, wanashare uchafu. Anayetafuta ni nani? 5% ya watu ambao wana makusudi mema ya kushare injili ya Yesu. Sasa ikiwa lile joka lilikuwa linakokota kwa mkia wake thuluthi ya nyota za mbinguni, ikiziangusha chini, utatrust mitandao? Tumsifu Yesu Kristo. Maejenti wa giza, maroho machafu, mermaid spirits, zimetoka baharini, zimevaa sura, zinakutumia friend request, umejaza marafiki, wanajiposti nusu uchi, na wewe pia unaiga zile fashion, unavaa pamba, unavaa. Mwisho unapoteza utukufu wa Mungu. Mtu ambaye alikuwa anahubiri ya kwamba hiki na hiki ni dhambi, mwisho anaanza kusema hiyo ni kawaida bwana, tulikuwa kwenye utumwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mbingu inahuzunika. Haleluya. Walinung'unika, maana wanaona ya kwamba shetani amekufikisha viwango. Shetani anakutongoza na kufikisha mahali mpaka unaanza kuona kwamba utukufu wa Mungu ndani yako, ulio juu yako, ni fedheha. Yaani ni unaanza kutamani utukufu wa mapepo, utukufu wa shetani. Mwisho unauvua ule utukufu wa Mungu, unajibandika wa kwako. Haleluya.
na shetani naye anafurahi jina lako linapofutwa kwenye kitabu cha uzima, maana maandiko yako wazi, roho ile itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwanadamu anapotenda dhambi, pale pale hufa katika ulimwengu wa roho. Huu mwili ndio huwa uko hai bado. Anapofariki ile dakika, anashuka kwenye hukumu. Ile dakika, hakuna cha rest in peace. Lakini roho ile itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Pale pale huondolewa katika kitabu cha uzima. Anapotubu na kumaanisha na kurudi, jina lake linawekwa kwenye kitabu cha uzima. Anapoendelea kudumisha katika utakaso, jina lake linaendelea kung'aa katika kile kitabu cha uzima. Lakini anapoanguka ile siku, jina lake linafutwa. Sasa kwako unayejifariji ya kwamba nimemtumikia Mungu muda mrefu, hawezi kuniacha, hawezi kuniondoa. Uliza kuhani Eli. Alitumika miaka yake yote, lakini alifia hekaluni na akahukumiwa, na uzao wake wote na familia yake ikalaaniwa kwa jina la Yesu Kristo. Anasema anawaheshimu wanaomheshimu, na yeyote anayemdharau atamdharau. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa nini walinung'unika? Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, walitamani utukufu wa shetani, wakavua utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini Bwana alipoona vile akasema, watakatifu wangu tulieni. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake, na kutafakari jina lake, kutafakari neno lake. Hili neno ndo Mungu wa majeshi, ndo Bwana wa majeshi. Hili neno ni Yesu. Walitafakari jina lake. Neno, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Naye neno alivaa mwili, alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na utukufu mwingi. Tumsifu Yesu Kristo. Mathayo 1, na jina lake huyo neno akaitwa Yesu. Haleluya. Kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Unatafakari neno, ukitafakari neno unamtafakari Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Mke awe wa pili. Mke asitangulie Yesu, mume asitangulie Yesu, marafiki wasitangulie Yesu. Hayo ni masanamu. Tumsifu Yesu Kristo. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikie. Hakika hawa watakao tafakari, watakao dumu katika njia za Mungu wa majeshi, basi watakuwa wa Mungu, asema Bwana wa majeshi, katika siku hiyo anayoifanya, ambayo atakuja kuwaondoa, kuwabagua, kuchekecha na kuchuja ngano njema na makapi. Ngano waitunze ghalani, waingizwe uzimani ndo ngano njema, watakatifu, na makapi ayatupe katika moto wenye dhambi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wema watakuwa hazina yangu hasa. Hii ndo ngano njema itakayotunzwa ghalani. Ghala ni kwenye ufalme wa mbinguni.
mji ule mtakatifu, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Haleluya! Ni wakati sasa tupime, ni wakati sasa tusimame kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi ameturudisha. Wapendo wa Mungu wa majeshi, tulikuwa tumepotelea katika mataifa. Bwana wa majeshi amegharimu mkono wake, akatuvuta kwa upendo mwingi, kwa gharama ya damu yake ya thamani. Ni wakati sasa tumheshimu vile ambavyo ametuheshimu. Ametuahidia kwamba ametuandalia makao, maisha mema, ulinzi. Haleluya! Na sifa na utukufu zimrudie Bwana wa majeshi mwenye nguvu. Anasema tutarudi nasi tutapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Tutakapozama katika Yesu, maana kumcha Yesu ni chanzo cha maarifa, chanzo cha hekima na maarifa, bali wapumbavu hudharau basi. So kumcha Bwana wa majeshi atatusaidia tujue kupambanua. Atakayepambanua ni nani? Roho Mtakatifu akae ndani yetu, maana alituahidi kutupa huyo msaidizi. Tutapambanua kati ya wenye haki na waovu, hata njia, hata marafiki, hata awe nani, tutapambanua. Atatuonyesha njia tutakayoiendea, atatushauri, jicho lake likitutazama. Tumsifu Yesu Kristo. Na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia, hutapotea, hutajiingiza mahali ambapo utamezwa, sehemu za mbwa mwitu waje wakurukie wewe kondoo. Haleluya! Bwana atusaidie sana. Baba mtakatifu, ninakushukuru na kuinua Yesu. Asante kwa ajili ya ahadi hii ya thawabu ya wenye haki. Kristo Yesu, tunakuheshimu Baba yetu, kwa sababu ulitangulia kutuheshimu. Kristo Yesu, tusaidie Baba wa majeshi. Tunanyenyekea kwako, tunavunjika kwako. Tuhurumie Masihi, tuwezeshe Bwana, tutangulie Yesu, tusaidie, tusafishe, tutetee, maana wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Asante Bwana, maana umetenda. Tusaidie Mungu wa majeshi. Roho Mtakatifu, fungua mioyo yetu, tukuche wewe Baba. Yesu ametuahidia kwamba tutafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na mengine tutazidishiwa. Usitupite Baba yetu, utuhurumie Masihi, ili Bwana tukashinde ya dunia, tukakuone Kristo. Asante Mungu mwenye huruma, tuwezeshe Baba, tupe Roho wako msaidizi, atuongoze katika yote, na sifa na utukufu tutakurudishia Yesu. Katika jina la Yesu Kristo Masihi tumeomba na kuamini. Amina.